Taasisi ya Zanzibar International Development Organization ZIDO imesema itaendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwapunguzia changamoto zinazowakabili wakulima wa kilimo cha mwani, hasa wanawake, ili waweze kujikomboa kiuchumi. Mkurugenzi wa taasisi hiyo ndugu Makame Ramadhan Makame Mbanja ameeleza hayo huko shehia ya Muyuni A wakati akikabidhi vifaa vya kilimo cha mwani kwa wakulima wa kilimo hicho vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 8. Akina mama hawa wanalima mwani. Tunajua akina mama wanapata shida katika kulima mwani, lakini pia kuna mambo mengi ambayo wanatakiwa wanunue. Sasa sisi tumekuja kuwasaidia vifaa vya kamba na taitai. Vifaa hivi vimetugharimu karibu shilingi milioni 8 ambazo tumewasaidia akina mama hawa wa Muyuni hapa leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wamefika kwa wingi na wamechukua hivi vifaa. Sasa tunawaomba wavitumie vifaa kwa malengo ambayo tumeyakusudia ya kulima mwani, kwa sababu vifaa hivi vitawasaidia kuongeza kipato katika mifuko yao. Baada ya kwamba wangetumia pesa kwenda kununua kamba, sasa watatumia pesa ile itarudi kwenye mifuko yao, kwa sababu kamba tumewapatia na tumewapatia nyingi kwa kila mtu. Wito wangu pia kwa NGOs nyingine ama jumuiya nyingine zisizo za kiserikali kujikita zaidi katika kuisaidia jamii yetu ya Zanzibar kwenye nyanja tofauti, elimu, afya, ama katika ustawi wa jamii kama hivi tunavyofanya, kwa sababu ndiyo lengo kuu la kuwepo kwetu sisi kama NGO, jumuiya zisizo za kiserikali. Huo ndio wito wangu. Tuna mahitaji mengi katika vijiji, NGOs ama jumuiya. Wito wangu kwamba tushirikiane kuisaidia jamii yetu. Sheha wa shehia hiyo Bwana Ali Ramadhani Hatibu amesifu juhudi zinazochukuliwa na taasisi hiyo ya kuwapatia wakulima wa mwani vifaa hivyo na kuwasisitiza wakulima hao kuvitunza na kuvitumia vyema vifaa hivyo ili lengo lililokusudiwa liweze kufikiwa. Ni jambo la kushukuru sana kwamba wenzetu wametuona kwamba kuja kutupa msaada huo wa vifaa hivi. Nalo waombeni jamani, vifaa tunapewa kama msaada, lakini tusije tukenda tukafungia kamba za kuanikia nguo. Tulifanya lile ambalo lilokusudiwa, kwa sababu hawa wanania ya kutusaidia kule, si huku mitani kufanya shughuli nyingine hivi vifaa. Tusije tukawa taitai hizi tukapata kwenda kufungia makaki na baba. Si shughuli iliyokusudiwa. Shughuli yake kufungwa kwenye kamba zile, vikenda pwani, vikafungwa humwani ambao. Nao wakulima hao wamesema vifaa walivyopatiwa itakuwa ni chachu katika kuongeza kasi ya uzalishaji wa zao hilo na kujiongezea kipato. Huu msaada wa mwani, wa kamba hizi za mwani na vifaa vya mwani vya kupandia mwani ilitusaidia sana katika shughuli zetu, maana ilikuwa nimekabiliana na changamoto mbalimbali za kupandia mwani. Maana kama vifaa ilikuwa kununua kwa pesa nyingi sana na changamoto sana, watu wengi sana wanashindwa kupanda mwani kwa sababu ya vifaa. Lakini leo tunashukuru kwa kupata msaada huu, hadi muda huu hapa tuna vifaa, tunashukuru, itatusaidia sana kupanda mwani. Wito wangu kwa taasisi nyingine, kama pana uwezo tuletewe vifaa vingine kama vya kuvunia mwani, kama maglavu yale, maana tunakuwa tunaumia pwani na wadudu wale wanaochoma samaki wanatoka mikononi, sasa tunaathirika. Kwa hiyo tupate na maglavu ya kuvaa mikononi. Vifaa vilivyokabidhiwa ni pamoja na kamba na taitai, ambapo jumla ya wakulima 108 wamepatiwa vifaa hivyo. Ahmed Abdullah, Zanlight TV, Zanzibar.